kando ya mto wa Babeli, hapo ndipo tulipoketi. Wewe tutawezaje kumbuka huo mto wa Babeli? Kando ya mto wa Babeli, hapo ndipo tulipoketi. Wewe tutawezaje kumbuka huo mto wa Babeli? Tutawezaje kuimba wimbo na bado tuko ugenini, mkono wake wa kuume watuita. Tutawezaje kumtukuza na bado tu shetani, mkono wake wa kuume watuita. Tutawezaje kuimba wimbo na bado tuko ugenini, mkono wake wa kuume. Tutawezaje kumtukuza na bado tuko shetani, mkono wake wa kuume watuita. Kando ya mto wa Babeli, hapo ndipo tulipoketi. Wewe tutawezaje kumbuka huo mto wa Babeli? Kando ya mto wa Babeli, hapo ndipo tulipoketi. Wewe tutawezaje kumbuka huo mto wa Babeli? Tutawezaje kuimba wimbo na bado tuko ugenini, mkono wake wa kuume watuita. Tutawezaje kumtukuza na bado tu shetani, mkono wake wa kuume watuita. Tutawezaje kuimba wimbo na bado tuko ugenini, mkono wake wa kuume. Tutawezaje kumtukuza na bado tuko shetani, mkono wake wa kuume watuita. Kando ya mto wa Babeli, hapo ndipo tulipoketi. Wewe tutawezaje kumbuka huo mto wa Babeli? Kando ya mto wa Babeli, hapo ndipo tulipoketi. Wewe tutawezaje kumbuka huo mto wa Babeli? Tutawezaje kuimba wimbo na bado tuko ugenini, mkono wake wa kuume watuita. Tutawezaje kumtukuza na bado tu shetani, mkono wake wa kuume watuita. Tutawezaje kuimba wimbo na bado tuko ugenini, mkono wake wa kuume. Tutawezaje kumtukuza na bado tuko shetani, mkono wake wa kuume watuita. Kando ya mto wa Babeli, hapo ndipo tulipoketi. Wewe tutawezaje kumbuka huo mto wa Babeli? Kando ya mto wa Babeli, hapo ndipo tulipoketi. Wewe tutawezaje kumbuka huo mto wa Babeli? Tutaweza
Mola, ukibali tukoge nini, mkono wake wa kuume watuita, tutaweza. Bana, inavyoonekana kwa hivi sasa Chali ya Arusha, nikiwa na maana kwamba Mr Beneficial ambaye kwa miaka kadhaa waliondoka katika nchi ya Tanzania kuelekea nchi ya Marekani kwa ajili ya mafunzo kwa ajili ya sanaa yao, ila kwa hivi sasa inavyoonekana basi kuna mambo mazuri ambayo yanazidi kutendeka kupitia kicho ambacho alikuwa amekifuata katika nchi hiyo ya Marekani. Sasa katika siku ya leo ambayo ni siku ya Thursday, nikiwa na maana kwamba ni siku ya Jumamosi, siku ya Sabato, kumshukuru Mwenyezi Mungu. Sasa kupitia ukurasa wake wa Instagram, Mr Beneficial ameandika kwamba be blessed all, watu wa Mungu, yani mbarikiwe wote watu wa Mungu, the acapella. Ameweka pia na emoji ya kucheka kupitia ukurasa wake wa Instagram, lakini pia ameandika kwamba happy Sabbath, happy Sabbath jamani, The Voice TZ, mnasaini lini? Yani The Voice TZ kama wanataka kusaini basi yeye ndio awe mmoja kati ya kijana ambaye atakuwa signed kupitia The Voice TZ. Baada ya hapo ameandika kwamba nikiwa na marafiki zangu from Taus Young Adult, Taus Young Adult, it was great retreat here at the DMV. Thank you Pastor Paco Edson, Pastor Njunguna and Pastor Ezra. Be blessed all. Till next time. Chali wa Yesu. Kwa kifupi ni kwamba Mr Beneficial amepita vizuri na amehakikisha kwamba kile ambacho alikuwa amekitarget basi yani kimewafikia watu wengi, kwa sababu ukiangalia namna ambavyo anatiririka kupitia wimbo huu ambao basi alikuwa anaimba, basi utapata majibu kwamba ni mwamba ambaye amejifua kwa muda mrefu. Sio jambo la mchezo kupiga acapella na mtiririko huu kaenda sawa sana na wenzako wanavyoimba, kwa sababu acapella ni moja kati ya muziki ambayo inahitaji uwe wewe ndio unaifeel beat wewe ndio unaifeel, alafu ushuke kulingana na muziki unavyotaka kwenda. Kwa hiyo hapa Mr Beneficial ameshuka vizuri, na leo siku ya Sabato naamini kabisa kuna wengi ambao wameanza kubarikiwa kupitia wimbo huu, especially wale wa Kristo, kwa sababu ya wimbo huu ambao unazidi kumtukuza Mwenyezi Mungu aliye juu. Bana, ni ishara tosha kwamba Mr Beneficial sio yule muuni ambaye tulikuwa tunamjua hapo awali. Hapana, ni muuni ambaye basi anamtumikia pia Mwenyezi Mungu. Kupitia ukurasa wake wa Instagram katika siku ya leo bado anazidi kuadhirishia watu kwamba kuna makuu ambayo Mwenyezi Mungu amemtendea, na makuu hayo ni pamoja na kuishi mpaka katika siku hii ya leo. Bana, mimi ninaamini kabisa kwamba kila mtu kuna jambo ambalo Mwenyezi Mungu ameweza kumtendea, na pamoja na kwamba amekutendea Mwenyezi Mungu, basi shukrani, sifa na utukufu zibaki kwake. Basi mimi nafikiri kwamba sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Hii ni Harmonize News. Bye bye for now.